Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa Africa TV Swahili. Ni siku nyingine tena tumekutana katika kipindi chako pendwa kabisa, kipindi ambacho kinakujia kwa jina la ufahamu wa mambo chipukizi yanayotokea katika zama hizi ambazo unaweza kuita ni karne ya kadhaa tangu bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuweza kuondoka. Na katika kipindi hiki utakuwa nami ndugu yako Ibrahim Musa Yulad, ukipenda niite mzee utumishi, lakini iko katika upande wa kupata uchanganuzi zaidi kutoka katika mambo hayo ya kisasa ambao yanakuwa ni chipukizi kwa zama hizi. Tuko naye Sheikh Abu Hamza. Sheikh, salamu alaykum. Salamu warahmatullahi wabarakatuh. Karibu sana na uwasalimie moja. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kwa niaba yao mara tu baada ya salamu hiyo, nikukaribisha tuweze kuanza pale ambapo tulikwamia katika kipindi cha kwanza. Tulisimamia katika kueleza malengo baada ya kuona yale tumbuko ya sharia ya Kiislamu kwamba ni Qur'ani na sunna zilizo sahihi na kiasi na ijmahi. Tukasema kuna na malengo maalum ya sharia ya Kiislamu, na malengo yake yote ni maslaha ya mwanadamu. Kasema lengo la sharia ni kuhifadhi dini, ni kuhifadhi nafsi ya mwanadamu isiuawe, ni kuhifadhi akili yake, ni kuhifadhi mali yake, ni kuhifadhi heshima yake na kile kizazi kile, na kuhifadhi pia huria. Nikaongeza hili la huria, nikasema na nikitaja hili la huria pengine wengine watasema kwa nini kuweko hivi. Kuhifadhika huria imekuwa ni muhimu liongezwe kuoneshana kwamba ni jambo muhimu sharia ya Kiislamu ilikuja kulinda, kwa sababu tuko katika zama wanadamu wananyimwa uhuru wao. Si uhuru wa kusema, hata uhuru wa kunyamaza. Sio uhuru wa kusema, uhuru wa kunyamaza pia. Maana kuna watu sasa hivi wako magerezani kwa sababu wamenyamaza. Kwa hivyo kuna umuhimu kuonesha Uislamu walinda uhuru wa mwanadamu. Sababu leo watu wengi hudai kwamba watetea haki za binadamu, lakini la, ukweli umeonesha kwamba watu hawatetei haki za binadamu. Watu wanatetea maslahi ya nchi zao. Panapokuwa na maslahi ya nchi zao, wanapiga kelele wakionyesha kwamba wao wanatetea haki za wale ambao wanadhulumiwa. Lakini la, ukweli umeonyesha kwamba yale matokeo yamezotokea katika ulimwengu imeonyesha wazi kwamba watu hawatetei haki za ubinadamu. Kuna wanadamu wengi leo katika ulimwengu wanadhulumiwa na wanafanyiwa ubaya, lakini kwa sababu maslahi ya watu fulani yanaendelea, wanayapata maslahi yao, hawazungumzi. Na hii ni katika kadhaya muasira. Inahitaji sana wanadamu walielewe kwamba kule kulinda uhuru wa mwanadamu ndio Uislamu. Ndio Mwenyezi Mungu akasema faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur, wazi wazi katika Qur'an kwamba mtu hata katika imani na kukanusha, lakini mwisho hisabu itakungojea mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kuyaelewa haya malengo ya sharia ni muhimu, sababu yakieleweka malengo ya sharia, yale yote ambayo tutakuja kuyazungumza mbeleni yatakuwa ni rahisi, kwa sababu yatakuwa yamefungamana na yale malengo ya kisharia. Tukija kusema hapa Uislamu jambo hili umeliruhusu, kwa sababu Uislamu siku zote unaangalia maslahi ya mwanadamu. Unaangalia, unaweka katika mizani baina ya maslaha na mafsada. Almafsad, jambo ambalo ni la ufisadi linaondolewa, yani jalbul masalih muqaddamun, yani dar'ul mafasid muqaddamun min jalbil masalih. Kuondosha mafsada, kitu ambacho ni madhara kwa mwanadamu, kinatangulizwa kuliko kuvutia maslaha, kwa sababu mafsada inamdhuru. Na Uislamu umekuja kufanyaje? Kumlinda mwanadamu. Yani sharia ya Kiislamu kwa lugha nyepesi ni kwamba imekuja kumlinda mwanadamu, ndio sharia ya Kiislamu. Kwa hivyo yale yote, mbona zama hizi inaonekana ni tofauti, na dunia nzima inapiga kelele kwamba sheria ya Kiislamu imekuja kumgandamiza mwanadamu?
kwa sababu wanadamu lile lenye kuwadhuru wamelifanya ni maslaha kwa wao. Wanadamu wanataka kitu gani? Wanataka wafanye vile wanavyotaka wao, wageuze wake waoane wake kwa wake, waume kwa waume. Sasa hapa kweli, hapa mwanadamu amerudi kugeuka. Hata mnyama amekuwa ni bora kuliko, kwa sababu mnyama afanye hivyo. Sasa wanadamu hawa ndio wanaopinga sharia ya Mwenyezi Mungu. Waipinga sharia ya Mwenyezi Mungu kwa sababu wao wanataka alhurriya almutlaqa, na hurriya almutlaqa ni tughyan. Hurriya almutlaqa kwa mwanadamu yani uhuru ambao hauna mipaka, ni mwanadamu kutoka katika ubinadamu. Atakuwa innahum kal an'am bal hum adall, watakuwa kama wanyama bali kuwashinda wale wanyama wenyewe. Kwa hivyo tukirudi katika makasidi sharia, ambao hili ndilo jambo ambalo Muislamu anataka alifahamu, kwamba sharia ya Mwenyezi Mungu yote wakati wowote inamlinda mwanadamu, inamuhifadhi mwanadamu, inamlinda yeye, inamlindia dini yake, inamlindia akili yake, inamlindia mali yake. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokataza miamala ambayo ina ghabn, ina dhulma ndani yake, sawa ile ya wazi au ambayo imefichikana. Niache nikupe mifano katika ulimwengu wa tatu, ndio iwe wazi kwa watu kujua kwamba hawa watu wengine wa kimagharibi wana malengo ya kuchunga maslahi yao. Wewe angalia nchi za Kiafrika za shida yake ni nini? Shida yake katika kulipa madeni ya riba. Hawajafikia kulipa ile deni yenyewe mpaka sasa. Wao wapo katika kulipa zile faida ya riba. Kwa maana kwamba wewe utaondoka katika ulimwengu, na mtoto wako ataondoka katika ulimwengu, na mjukuu wako ataondoka katika ulimwengu, bado yupo katika kulipa faida ya riba tu. Bado ile capital, ile rasilimali aliyoichukua bado haijaguswa. Lakini hapo pia upande mwingine bado tunazidi kuhitaji kutoka kwao, bado tunazidi kuchukua kwa sababu ya ule kuzembea kwetu, kwa sababu sisi tuna rasilimali zetu. Leo zingekuwa zile rasilimali zetu zinabaki katika nchi zetu, wale watawala hawana mambo ya udhalimu ambayo yanaofanyika ya kutukua rasilimali za nchi na kuzipeleka katika nchi nyingine za ng'ambo, watu wengine wakafaidika nazo. Sisi tukabaki kwa kazi yetu ni kutukua madeni kutoka kwa nchi nyingine kuendesha maslahi yao. Hatungekuwa na shida. Sisi tuna maji, tuna ardhi, tuna dhahabu, tuna petroli, lakini ziko wapi faida ya hizi? Sisi hatujui kutoa hata kutengeneza kibiriti mpaka tulete kutoka sehemu nchi nyingine. Uone kama hiyo ni udhaifu wetu, na sasa baina daula na daula. Sasa shida hii tulionayo ni kwamba sisi tumekubali kudhulumiwa sisi wenyewe. Kisha tukisingizia tukitafuta mtu wa kumsingizia yale makosa yetu. Kwa hivyo kuna umuhimu sana wa wanadamu kujikomboa, na kujikomboa kwa kwanza ni kujikomboa ukoloni wa ardhi. Mimi siuonelei kwamba una shida, lakini ukoloni mbaya ni ukoloni wa akili. Mwanadamu akikoloni wa akili hawezi kuona haki yake hata ikawa wazi, kwa sababu akili yenyewe ndio ikakoloniwa. Kwa hivyo sisi tunahitaji kukomboa akili ya mwanadamu. Ndio nikasema kwamba kuwa na uhuru, kule kuheshimiwa uhuru wa mwanadamu kujieleza. Kwa sababu kwa nini unakataza mtu ajieleze? Kwa nini unakataza mtu ajieleze? Tayari akishasema ima nidondoshe mimi yeye juu. Yeye akijieleza, wewe mwanzo ingekuwa wana akili wale watawala wangependa sana wale wenye kusema, kwa sababu wale wenye kusema wawasaidia kuona makosa yao. Kwa nini shanakati wenye kusema zama hizi ndio ambao wanapendwa zaidi na raia? Sasa yule akisema, si amekuonesha makosa yako? Wewe rakibisha lile kosa. Shida ni kwamba watu kutaka kuwafungia watu ndimi wasiseme. Nikwambia basi kukosekana uhuru sio kwa kusema tu. Leo katika ulimwengu kuna sehemu kumekosekana uhuru hata wa kunyamaza. Nimekupa mfano kwamba kumekosekana uhuru sio wa kwa mtu asiseme.
sio uhuru wa kutosema. Kumekosekana uhuru hata wa mtu wa kunyamaza. Kunyamaza pia imekuwa ni makosa. Kwa hivyo makasidi sharia ni muhimu sana watu wayaelewe kwamba sheria ya Kiislamu malengo yake makubwa ni kumlinda mwanadamu. Ikifahamika hii vizuri, ndio tunaona sasa leo sasa waanza kukubali baadhi ya mambo kidogo kidogo. Ona, kuna mambo mengi yaanza kukubaliwa katika nchi za kimagharibi. Wayakubali ni katika mambo ya sharia ya Kiislamu. Wanaanza kuyakubali. Kwa nini wayakubali? Kwa sababu wameona kwamba suluhisho ya matatizo yao ni kuyakubali yale ambayo yapo katika sharia ya Mwenyezi Mungu. Nitakupa mfano mmoja. Watu waliokuja kutoka, wanajeshi waliokuja wa Kiamerika waliotoka Iraki walipokuja Amerika, ilikuwa mama anakwenda kueleza kwamba mtoto yule aliyekufa ni mtoto wake na yeye ndiye mrithi. Kwa hivyo anapewa mama pesa. Mama akiondoka anakuja baba, anasema yule mtoto aliyekufa mimi ndiye babake. Yule mama hangemzaa kama mimi sikuwepo. Baba anapewa pesa. Baba akiondoka anakuja mke, anasema yule alikuwa ni bwana wangu na mimi nina watoto. Kwa hivyo mimi ndiye mrithi. Serikali inampa pesa. Naam. Shukrani sana Sheikh Abu Hamza. Tupata mapumziko. Baada ya kurejea katika mapumziko, bila shaka tutaweza kumalizia mfano ili uweze kueleweka vizuri. Mtazamaji wa Africa TV Swahili, mimi na wewe wote twende mapumziko mafupi, na baada tu kurejea katika mapumziko haya, Sheikh Abu Hamza atachukua nafasi hiyo kuweza kukamilisha mfano huu. Baada ya dakika chache tutarejea insha Allah. Karibu mtazamaji wa Africa TV Swahili tu. Mara tu baada ya kutoka katika mapumziko hayo mafupi, tumerejea tena katika kipindi hiki ambacho tuko na Sheikh Abu Hamza akitujuza kunako sheria na kanuni. Sheikh Abu Hamza, karibu sana. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Salaam. Tulikuwa tulikomea katika kuzungumzia mfano wa macheka waliouawa wa Amerika waliouawa Iraki, waliporudi makwao, ikawa kila mzazi waja kipeke yake aje adai haki yake. Mwisho wakaona kwamba njia peke yake ya kutatua matatizo yale ni kwenda katika urathi wa Kiislamu. Kwa hivyo sasa hivi ndani ya Amerika wanatumia nidhamu ya kuwalipa wale wanajeshi waliouawa Iraki, wanatumia nidhamu ya Uislamu. Lakini haitaji kwamba ni Uislamu. Wanasema hii ni solution wameipata, ni suluhisho. Lakini suluhisho lenyewe wamelipata wapi? Walipata katika Uislamu. Kwa hivyo wanadamu watakwenda kila mara, watakuja wakirudi kukubali sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ni sharia shinde na ndio sharia ya sawa, na yale mafungamano baina ya mwanadamu na wanadamu hamna suluhisho isipokuwa katika sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ni muhimu sana tuelewe kwamba yale mnayoyasikia katika msukumo wa vyombo vya habari katika ulimwengu, harakati ziliopo katika ulimwengu zote, lau Waislamu na wao wangepewa nafasi sawa na zile wanaopewa watu wengine katika kujieleza, nina hakika kwamba watu wote wangeukubali Uislamu. Lakini Sheikh, katika hili swala la mirathi ambalo umetolea mfano kwamba wao tayari wamesema tumepata utatuzi, lakini kumbe wamechukua katika sheria ya Uislamu. Mbona sisi Waislamu wenyewe tunaikimbia sana mirathi yetu ikiwa wao wamepata utatuzi kutoka katika Waislamu wenyewe wanaikimbia kwa sababu ya kutojua. Tizama, hoja kubwa inayotolewa ni nini? Ni kwamba mwanamke anapata fungu moja, mwanamume anapata mafungu mawili. Lakini ni kweli kwamba mwanamume siku zote hupata mafungu mawili au mwanamke siku zote hupata fungu moja? La, kuna mara mwanamke anapata nusu ya mali, kuna mara anachukua thumuni ya mali, kuna kurithi kwa mwanamke. Lakini wamechukulia hili moja tu, wakalipigia kelele na watu wakalikubali. Lakini tuchukulie sawa, mwanamke amepewa fungo moja na wewe mwanamume umepewa mafungo mawili. Kisha turudi tumwangalie mwanamke katika Uislamu ana jukumu gani?
na mwanamume ana jukumu gani. Mume ndiye anatoa mahari, mume ndiye mwenye jukumu ya kulisha, mume ndiye mwenye jukumu ya kusimamia nyumba, mume ndiye mwenye jukumu la kusimamia watoto. Kwa hivyo mwanamke lile fungu lake moja alilopewa limebaki ni lake tu. Wewe uliopewa mafungu mawili yote yanarudi yanakwenda kwako. Kwa hivyo kwa njia nyingine ni kusema mwanamume amedhulumika, kwa sababu mafungu yote mawili yote yanarudi kwa mwanamke. Kwa hivyo mwanamke anapata mafungu matatu, anachukua lile lake na yako. Wewe mfano umerithi mafungu mawili na dadake mwingine mtu amerithi fungu moja, kisha mafungu yako yote mawili umerudi umempelekea yule pamoja na lile lake. Kwa hivyo amepata mafungu mangapi? Anakuwa kanizidi sasa. Kakuzidi kwa sababu mafungu yote ameyachukua yeye. Lakini angalia, watu hawatizami kwa mtizamo huo. Wanatizama tu kwa sababu lengo ni kupotosha watu ufahamu. Sio lengo la kuonesha ukweli. Kwa hivyo kanuni zinazotengenezwa na wanadamu siku zote zitakwenda zikibadilishwa kwa sababu zatengenezwa na hawa za matamanio ya watu. Hazitengenezwi kwa kuangalia maslahi ya ule mnyonge ambaye ni dhaifu imsaidie. Hizi kanuni zote zinatengenezwa kuwalinda mabwanyenye, kuwalinda mabepari, kuwalinda majambazi katika nchi zetu za ulimwengu wa tatu, and so on and so forth. Hakuna katika hizi kanuni zinazotengenezwa ambayo inalinda maslahi ya yule mtu wa chini kabisa naye akapata haki yake. Shukran sana Sheikh Abu Hamza. Hakika mtazamaji utakuwa ni mwenye kufaidika sana kutokana na kipindi tu cha pili hiki tangu tuanze katika kipindi cha kwanza na mpaka hivi sasa tunazidi kusonga mbele. Hakika tunajuzwa kunako sheria na kanuni, vitu inabidi tuvitofautishe kama ambavyo Sheikh Abu Hamza anazidi kutujuza hapa. Sheikh, katika upande huu kuna lolote kabla tujaenda mbele zaidi? Kwanza manake hii lugha yenyewe nataka mtu aelewe, anaposema sharia ajue ni ya Mwenyezi Mungu peke yake. Na anaposema kanuni hivi zinazotengenezwa ni man made law, hizi zinazotengenezwa na mwanadamu. Kwa hivyo ya Mwenyezi Mungu imehifadhiwa, sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameeleza katika Qur'ani, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuteremsha Qur'ani, ametukua na dhamana ya kuihifadhi Qur'ani. Kwa hivyo hizi kanuni za binadamu siku zote zitabadilika na zitaenda zikibadilika, kwa sababu malengo yake si ya wazi, malengo yake ni ya kimaslahi. Za Mwenyezi Mungu malengo yake ni ya kumlinda mwanadamu. Kwa hivyo siku zote itabaki ni thabit, wala hazibadiliki kwa kubadilika zama, isipokuwa tu matatizo yatakayojitokeza. Fikhi ya Kiislamu itakuja itatue matatizo yale kwa kutizama misingi iliyopo, kwa sababu ukitizama kwenye usuli zile tumbuko za fikhi ya Kiislamu, ambayo ilmu hii mtaalamu wa kwanza wa kuja kuandika ni Imam Shafi rahimahullahu ta'ala. Alioandika ilmu ya usul al-fiqh, akaandika kitabu Ar-Risala. Kitabu Ar-Risala ni kitabu cha kwanza cha kufafanua namna ya kuelewa sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hii ni fadhila ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dhalika fadhlullah yu'tihi man yasha, ni fadhila ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anampa anayemtaka katika waja wake fadhila ile. Ukiangalia namna ile misingi ile ya sharia ya Kiislamu, namna ilivyo imara ile misingi yenyewe, na namna misingi yenyewe inavyomlinda mwanadamu, na namna inavyomsahilishia, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tueleza katika Qur'ani, yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kwa nini sisi tunaiona sharia ya Mwenyezi Mungu ni mzito? Kwa sababu hatuisomi. Lakini tukisoma sharia ya Mwenyezi Mungu vizuri, tutaiona kwamba sharia ya Mwenyezi Mungu si mzito, kwa sababu Mwenyezi Mungu mwenyewe atueleza katika Qur'ani kwamba yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala atutakia sisi mapesi. Sasa uzito uko wapi ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutakia mapesi? Sema yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema yassiru wala tuassiru. Na kaida hii nataka tuifahamu vizuri, kwa sababu huko mbele tutapokwenda ndio kaida ambayo tutaitumia ya taisir la ta'sir, ambayo ina maana gani? Kufanya mambo yawe mapesi yasiwe mazito.
Kwa hivyo ikiwa kuyafanya mambo yawe mapesi, ni kwamba kila lile tatizo litakalokuja ambalo ni tatizo tumbuko limekuja la kisasa, yani ni modern issues, ni mambo ya kisasa yamejitokeza, tutaonesha hukumu yake kuwa nyepesi ya kulitafutia ufumbuzi tatizo lile. Si kwa sababu nyingine, ni kwa sababu ya kuifuata kaida hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, yassiru wala tuasiru, yani fanyeni mambo yawe mapesi wala msiyafanye mambo kuwa mazito. Kwa hivyo wale wanaotaka kufanya mambo ya dini ya Mwenyezi Mungu ni mzito, wanakwenda kinyume na sunna za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zilioko ndani ya Qur'ani na ndani ya ufafanuzi wa maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wasema nyinyi watu wa kisasa, kila jambo mtaka kulihalalisha, kulifanyia usahali. Sio sisi watu wa kisasa, ni sharia yenyewe imekuja na taisir, haikuja na taasir. Lakini hapo kwamba hii kaida inaonekana kama vile imeelemea upande mmoja, ambao baadhi ya makundi sasa yamekuwa yakipingana na baadhi ya mashekhe kwa kuonekana kwamba yani ile janibi moja tu ndo ambayo inaelezewa na ndio ambayo nyepesi zaidi. Sasa je, hii kaida inaacha yale mazito ya dini ama yanafanya yote? Asli ya dini yenyewe ni nyepesi. Wewe angalia dini yenyewe kwa ni nyepesi ni vipi? Angalia wewe ukiwa katika safari, raka 4 umeambiwa usali 2 kwa sababu ya nini? Takhfifa min indillah subhanahu wa ta'ala, usahali kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ukiwa uko katika safari umeruhusiwa, kama ni ndani ya mwezi wa Ramadhani, usifunge wakati kufunga ni jambo la faradhi. Umeangalia katika ahkami za yaumun nahar, siku ya 10 ya Eid ya Eid al-Hajj, siku ya Eid al-Hajj, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuulizwa masala yoyote siku ile, ila alisema if'al wala haraj, yani baina ya ramil jamarat na nahar na tawaful ifadha na halq. Kila mmoja alikuja akamuuliza Bwana Mtume, mimi nimenyoa kabla sijatupa, kama if'al wala haraj, nimeenda kufanya tawafu kabla sijafanya nahar, kama if'al wala haraj, kuonesha kwamba hii dini msingi wa hii dini ni uwepesi. Wale ambao wataka kuifanya dini mzito ndio wako katika makosa, lakini dini yenyewe asli yake ni tashil, asli yake ni taisiri, si taasir. Dini yenyewe haikuja kufanya mambo kuwa mazito. Ndio nikasema kwa nini hii kaida iwefahamike vizuri, kwa sababu tutakuja kuona adharar yuzal, jambo ambalo ni madhara linaepushwa kwa watu. Hizi zote ni kaida fiqhia. Ni kaida hizi zimetokamana na nini? Zimetokamana na aya za Qur'ani, zimetokamana na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Si kwamba hizi kaida ni mtu akakaa akafikiria hivi akaja akazibuni tu, la. Kila kaida ya kisharia ina nas ya Qur'ani au ina nasi ya hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amrahamu Imam Shafi rahimahullah, kwa sababu kwa kuleta kaida za kiusuli al-fiqh, Imam Ahmad alisema ma araftu nasikha wal mansukha hata jalastu Shafi, sikujua hukumu zilizofutwa kwa hukumu nyingine zilizokuja ila nilipokaa na Imamu Shafi. Na Imamu Shafi naye kamkubali Imamu Ahmad kwa ubingwa wa hadithi, akamwambia idha saha inda hadith fa akhbiruna, hadithi zikisihi kwa wewe tueleze. Kwamba utaona hawa wanazuoni wakae walikuwa wakiishi maisha ya kuheshimiana. Hakuna mtu alikuwa akimkejeli mwenzake, kwa sababu wao wote fikra zao ilikuwa ni kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Shukrani sana Sheikh Abu Hamza, hakika wakati umetutupa sana mkono, na tumbo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uzima mimi na mtazamaji wangu Africa TV Swahili, ili tuweze kukutana katika kipindi kijacho na tujue zaidi. Sheikh Abu Hamza atatujuza kunako nini zaidi. Hadi kufikia hapa tutakuwa hatuna la ziada na tukomee hapa, na tumombe Sheikh Abu Hamza tukutane katika kipindi kijacho. Mwenyezi Mungu akitupa hai na uzima, inshallah tutakutana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nikuage kwa kusema subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.